Ndugu Hassan Ali Joho, kwanza lazima tukupatie shukrani zako kwa fikra zako na ushirikiano ambao uliofanya na viongozi wa pwani nzima. Leo tuko hapa kusherehekea na kukumbusha Kenya nzima ya kwa pwani sio wale wa eti katika ODM, lakini pwani ndio ODM yenyewe. Viongozi wenzangu walioko hapa, nilikaa na nikaandika yale ambayo kwamba nitayazungumza kuhusiana na baba Raila Amolo Odinga, na bila kutafuna ulimi na waambia wazi ya kuwa wino katika kalamu ulikauka kabla sijaweza kuyamaliza. Kuna mengi ambao tunajikumbusha nayo siku kama ya leo mwaka jana, siku kama ya leo mwaka juzi, siku kama ya leo ya miaka yote mengine. Yule ambaye kwamba alikuwa na baba, tukiwa na yeye kusherehekea maisha yake alipokuwa yuko hai, ni wale waliokuwa wako hapa leo. Hatuachi mkono, hatuachi tabia, hatuachi desturi, kwa sababu baba hayuko na sisi. Tunakumbuka hivi yale ambayo kwamba baba alitufunza. Sitotaja yale ambayo kwamba alionifanyia mimi binafsi kama Abdulswamad Sharif Nassir, lakini nitakuwa ni mwenye kukosa fadhila nisipotaja ya kuwa nakumbuka baba tukienda naye akizungumza na watu wa Kwale, na hata baada alipokuwa hayuko uongozini akizungumza kuhusiana na mambo ya Congo Beach hivi jujuzuzi katika sehemu ya Kwale. Tutakuwa ni wenye kujihadaa, na gavana na watu wa Tana River wako hapa. Tulipokuwa tumepanda ndege na tukaenda Tana River, azungumze na wana Tana River ya umuhimu ya makabila kutopigana kuwa kitu kimoja, na umuhimu wa zile settlement schemes iweze kutengezwa katika maeneo ya Tana River. Ni baba tunayemkumbuka huyu ambaye kwamba tukiwa katika maeneo ya Mombasa alikuwa ni wa kwanza kuzungumza haki ya watu wa Mombasa na watu wa pwani kuwa na ugatuzi, ni kwa bandari iweze kutufaa. Ni baba ambaye kwamba tulitoka naye tukaenda katika eneo la Lamu, tukaenda katika visiwa ambavyo kwamba kura ni chache mno, lakini funzo baba alitupatia ni kwa hakuna kabila ambao kwamba ni bora kuliko kabila nyingine. Uwe ni mwingi, uwe ni mchache, nyote ni wa Kenya. Ni baba ndiye aliyetufunza tukiwa na gavana huyu ambaye kwamba yuko sasa wa eneo la Taita. Baba alitufunza ya kwa jinsi ya watu kuweza kuhakikisha wasiwe ni wenye kufukuza wanyamapori, bali kuangalia jinsi ya kuweza kuishi na mazingira na mambo ya madini katika Taita. Na ndiye baba ambaye kwamba aliweza kutufunza wakati tulienda maeneo ya Kilifi. Mng'aro yuko hapa. Waswahili wanasema ya kwa haina haja ya kuandika na mate wakati wino upo. Ndiye baba aliyetufunza ya kuwa ni lazima tuzungumze ya kwa ugatuzi iliwekwa ili kuhakikisha, na katiba aliyoweza kuipigania kuhakikisha ya kwa haki za watu, masala ya ardhi ya pwani yasiwe ni yatakaweka katika kaburi la sahau, bali tutakuwa katika mstari wa mbele. Tunajikumbusha kwa jinsi gani ambavyo kwamba tunamkumbuka baba. Mimi binafsi nakumbuka vikao baba akikaa na sisi
Kwa wale wakati mmoja walikuwa wakimwita ya kuwa huyu anatoa hadithi, lakini leo hadithi zile zinatufunza sisi. Baba aliyekaa na sisi akatufunza kwa nini alikaa na rais mstaafu hayati Moi, licha ya kuwa alimfunga akakaa ndani kwa miaka 9, akatufunza jinsi ya uongozi, maana ya kusamehe ni nini. Akatufunza ya kuwa nchi inakuja kwanza kabla binadamu binafsi. Ni baba ndio aliyetufunza sisi. Wakati tulikaa naye na huyu Stewart Madzayo, tukikaa naye na baadhi ya viongozi wengine, kwa nini baba aliamua kukaa katika Broadbase, licha ya kuwa ile gari ya mwisho tunakumbuka baba, gari ambayo mimi nakumbuka ilikuwa ikiwekwa parking katika nyumba ya Hassan Ali Joho, lao ingelikuwa si bulletproof, leo tungelikuwa baba ameweza kufa kwa mambo mengine. Baba alitufundisha jinsi ya kusamehe, akatuambia tukaeni juu ya meza na William Samoei Ruto. Mafunzo ambayo kwamba tumejifunza kwa baba, kuna wakati wa kila kitu. Kuna wakati wa kuingia katika barabara na kuna wakati wa kuweza kukaa juu ya meza. Kuna wakati wa kuwa na hisia na kuna wakati wa kusamehe. Lakini kile ambacho kwamba alitufundisha, hamna wakati mwingine bora kama kuweza kuiweka nchi yako kabla ya mambo yoyote mengine yatakayoweza kwenda. Baba alitufunza, wapwani wenzangu, hapa kuna watu kutoka kila kona ya pwani wako hapa hii leo. Baba alitufunza ya kwa tusikize maoni ya kila mmoja, lakini pia wenzetu lazima wafungue masikio wasikie maoni yetu, na leo tutawaambia maoni yetu sisi ya wapwani ni yapi. Kama vile nyinyi muko na njia na muko na uhuru wa kuzungumza yale mnaoyataka, na sisi tunawaambia kuweni na uhuru kuyasikiza yale ambayo kwamba ni yetu. Ni baba aliyetufunza. Mimi nawauliza, baba aliyenifunza mimi na aliyewafunza nyinyi ya kutoka utokako uende mpaka katika kisiwa cha Lamu ili uweke hadhi ya kila kabila, na wauliza nyinyi, tukae na wale ambao kwamba hata majuzi wanazungumza lugha ya ukabila, ama tukae pale ambapo kwamba baba alituacha katika hii eneo la Broadbase? Na wauliza tena wenzangu ambao kwamba hususan wale ambao kwamba ni wanaharakati, wanachama, wale ambao kwamba hata wao ukikata damu yao unaona damu ya orange, lakini na wauliza mtazamo wetu sisi kama wapwani tunajiuliza, na leo mtusikize yale ambao kwamba tuko nayo sisi ndani ya roho. Mwaka 2002 tarehe 14 Oktoba, Baba Raila Amolo Odinga alishika mikrofoni katika pale Uhuru Park na akasema Kibaki tosha. Baba alitufunza ya kuwa si lazima yeye awe rais, lakini anajipanga baada ya mwaka 2002, mwaka 2007 tunaenda vipi. Baba alitufunza ya kwa kaeni na wenzenu muweke mikataba, code, azimio, NASA, yote tulifunzwa na baba. Mimi nawauliza hapa wapwani wenzangu, kwa kauli ya baba, na wauliza hapa wapwani wenzangu, kwa kauli ya baba, Hassan Ali Joho si anatosha mwaka 2032? Na wauliza hapa wapwani, kwa kauli ya baba, tukae tuongee na William Samoei Ruto
ili na sisi tuweze kujipanga mwaka 2032 kwa kauli ya Baba. Na wauliza nyinyi wapwani wenzangu, wangapi wanakubaliana na mimi ya kwa huu mwaka huu tukae tujipange katika hii serikali, tuingie tumsupport William Samoei Ruto? Munakubaliana, munakataa? Munakubaliana, munakataa? Mimi nawaambia wenzangu, I will respect your decision to speak, but you need to be able to respect my decision to speak. My ears will respect your words, but your ears will respect my words as well. Tuwekeni wazi juu ya meza hali vile ilivyo sasa hivi, hali vile ilivyo sasa hivi kwa kauli ya Baba. Je, tuseme Ruto tosha kama alivyosema yeye Kibaki tosha, ama tuende kwa wale ambao kwamba upande mwingine ni wa kabila? And I ask the others, give me an alternative. I ask the others, give me another option that is there. Baba, the people of Pwani miss you and will love you. You have died, but I assure you, your legacy will live forever and ever and ever and ever and ever. Join